Na hii ni Mnyalu TV. Inawezekana ukawa umewahi kusikia au kushuhudia adhabu za binadamu ambao wametekeleza unyama kwa binadamu wenzao. Binadamu waliojawa na roho mbaya na ukatili wametekeleza adhabu ambazo zimeacha historia na kumbukumbu mbaya katika masikio na macho kwa watu ambao wameshuhudia. Zifahamu adhabu mbaya zaidi za kifo katika historia ya dunia. Kuchunwa ngozi, flying. Hii ni aina ya mateso na adhabu ya kifo ambapo mhusika huchunwa ngozi yote ya mwili. Njia hii ni ya mateso makali na kifo cha polepole ambacho wachuna ngozi huzingatia kuitunza ngozi itoke bila kuiharibu. Kwa maana nyingine, ngozi itoke kama nguo. Tai wa damu, the blood eagle. Kwa wale wapenzi wa kuangalia movie na series, watakumbuka kuwa kwenye series ya Viking season 2 episode ya 7 inaitwa Blood Eagle, wakimaanisha aina hii ya mateso. Njia hii ya mateso ni adhabu ya kifo, inahusisha kuvunjwa kwa mbavu za mgongo kisha mapafu yake kufunuliwa na kunyanyuliwa kwa mabawa ya tai. Wanahistoria hawana ushahidi wa kimasalia wa njia hii, ila inasemwa kuwa ni njia ya mateso sana, kwani mhusika anakufa kwa maumivu makali na kushindwa kupumua. Adhabu ya uma wa mzushi. Uma wa mzushi kilikuwa ni kifaa cha mateso ambacho kilitumika kuwatesa watu waliofanya makosa ya kusambaza uzushi dhidi ya kanisa. Uma huu uliokuwa na ncha mbili kila pande ulikuwa ukifungwa shingoni mwa mhusika, na hivyo kumlazimisha abaki ameinua kichwa chake bila kushusha, vinginevyo anajiumiza shingoni na kifua. Kifaa hiki kilikuwa ni rahisi na madhubuti, kiliundwa kwa namna ambayo hata mhusika akiamua kujiua kwa kujikandamiza shingo yake kingemuua taratibu, hivyo hufa taratibu kwa maumivu makali. Hii inatajwa kuwa ni adhabu kali zaidi kuwahi kutokea katika uso wa dunia. Ng'ombe wa shaba. Hii ilikuwa njia ya mateso mpaka kifo iliyokuwa ikitumika huko Ugiriki ya kale, ambapo mhusika alifungiwa ndani ya ng'ombe wa shaba, kisha moto huwashwa chini ya kifaa hicho, humfanya aliye ndani kufa kifo cha taratibu lakini cha maumivu makali ya joto na kuchunika ngozi. Ng'ombe huyo aliundwa kwa namna ambayo kelele za mwathirika zilitokea kwenye pua pamoja na mvuke kama ng'ombe dume mwenye hasira. Fun fact, mbunifu wa Brazen Ball ndio alikuwa mwathirika wa kwanza wa kifaa hiki cha adhabu. Alimtengeneza ng'ombe huyo na kumpeleka kwa mfalme, lakini mfalme akataka kujaribu kifaa hiki kinafanya kazi, na hivyo yeye ndo akawa kwanza kutestiwa kwa kuwekwa ndani ya ng'ombe huyo. Tunda, pears la uchungu. Hiki kilikuwa kifaa kinachofanana na tunda la pears. Wale ndugu zangu wa Iringa na Njombe najua wanayajua vizuri haya matunda. Kifaa hiko kilikuwa kinatanuka kadri screw yake inavyozungushwa. Kifaa hiki kilikuwa kinaingizwa mdomoni au sehemu za siri za mwanamke, kisha screw yake kuanza kuzungushwa, hivyo huanza kutanuka sehemu kilikoingizwa. Kifaa hiki kilitumika kama adhabu kwa watu waliofanya dhambi ya kukufuru, wachawi na mashoga. Kutundikwa. Hii ilikuwa maarufu zaidi ya karne ya 15, ambapo waathirika wa adhabu hii walilazimishwa kukaa kwenye nguzo iliyochongoka au mshale ambao ungezama mpaka kutokea mdomoni. Adhabu hii ilikuwa ni adhabu hatari zaidi kuishuhudia katika uso wa dunia. Gurudumu la kuvunjika, the breaking wheel.
Hii ilikuwa njia ya kale ya mateso ambayo mwathirika aliletwa kwa kifo cha taratibu kwa kuvunjwa viungo vyake akiwa juu ya gurudumu hilo. Namna gurudumu hili linafanya kazi ni sawa na vile ukiweka mkono kwenye tairi ya pikipiki au baskeli likiwa linatembea. Sasa imagine same experience kwa viungo vyote vya mwili vinavunjwa na kusagika na kubaki viungo vikilegea. Adhabu ya guillotine. Katika adhabu zote za kifo zilizotumika miaka ya nyuma, basi hii ilionekana kuwa ya kiungwana, kwani ilihakikisha kifo cha haraka zaidi. Guillotine ilikuwa mashine yenye wembe blade mkubwa wenye kilo zaidi ya 600 uliokuwa unapandisha kisha kushushwa kwa kukatakata kichwa mtuhumiwa mara moja na kusababisha kifo hapo hapo. Guillotine ilitumika zaidi wakati wa mapinduzi ya Ufaransa na baadaye ilienea sehemu nyingine za Ulaya. Kifo mateso kwa kukanyagwa na tembo. Tembo wa Asia walitumika kumkanyaga na kumsagasaga mwathirika wa adhabu. Mara nyingi watu waliokumbwa na adhabu hii ni wale waliofanya makosa makubwa dhidi ya mfalme au malkia wa nchi. Tembo waliotumika mara nyingi walikuwa wamefunzwa kuua kwa haraka au taratibu kulingana na maagizo waliopewa. Hizi ni baadhi ya adhabu kali zaidi ambazo zinatajwa kutekelezwa na mwanadamu na zimebaki kwenye historia na matukio ya kutisha zaidi. Adhabu hizi usiombe kukutana nazo kwa sababu zinatisha na kuogopesha sana. Story hii imekujia moja kwa moja kutoka kwa LB on X, na hapa ni Mnyalu TV. Subscribe kwa ajili ya kupata habari nyingi zaidi. Na hii ni Mnyalu TV.